nahesabu saa, nahesabu saa. Hujambo na karibu Titcrest. Mimi nahodha wako Bikaribu, ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika huko, karibu sana. Leo hii tunataka tufanye shairi ambalo limeandikwa na Mwala Nyanje kwa anwani nahesabu saa katika diwani ya mashairi dunia ya washairi. Nahesabu saa na kila dakika sipati wasaha wa kupumzika. Ufiki anga nikatononoka, ufiki anga nikatononoka, kila kuking'aa na kupambazuka. Shamshi upaa mara utoweka, shamshi upaa mara utoweka, ukataa tamaa nikatamauka. Mimi ushangaa nini cha kuweka, mimi ushangaa nini cha kuweka, yeti na kukaa ila jua fika, mwenzio na baa mno nataabika. Shairi hili lina beti ngapi? 1, 2, 3, 4 na beti 4. Kila ubeti una mishororo mitatu, hivyo tutapata bahari ya tathlitha. Shairi hili kimuundo lina vipande viwili kwa kila mshororo, tutapata bahari ya mathnawi. Shairi hili halina kibwagizo, hivyo tutapata bahari ya sabilia. Shairi hili ukiliangalia kimuundo limeweza kutiririka, vina vya ndani vya nje ni kakaka vimetiririka, hivyo tutapata shairi ambalo limo katika bahari ya mtiririko. Ukiliangalia shairi hili pia utaona kwamba mstari wa kwanza mshororo au mstari wa mwisho, kipande cha kwanza hutumika kwanza kipande kingine, hivyo tutapata bahari aina ya kikwamba. Ufiki anga nikatononoka, ufiki anga shamshi. Kipande actually ni vipande vyote viwili, hivyo mstari wa mwisho wa mshororo uliotangulia hutumiwa kuanza mshororo unaofanya nini, unaofuata. Naam. Pia tunaona maudhui kama vile uchovu. Mtu anasema kwamba anahesabu muda lakini hapati muda wa kupumzika ambacho kinatupa mbinu ya kinaya. Inakuwaje hapati muda wa kupumzika? Eti kila kuking'aa na kupambazuka shamshi hupa. Hivyo kuna tunaweza kuita uhaishaji au tashkhisi, ambapo shamshi zimepewa sifa za uhai, zinaweza kupa. Shamshi ni saika, mara ukata tamaa. Hivyo tunaona maudhui ya utamaushi. We give up, we get tired sometimes. I think that's how I was feeling this holiday, I don't feel well rested. I feel like I've been tired even without doing anything. Mimi ushangaa nini cha kuweka, keti na kukaa ila jua fika, mwenzio na baa mno na taabika. Hivyo pia tunaona nafasi yao taabu labda au afya yake akili, was stressed out for various reasons. You don't know what keeps you up until morning. By the way, at what time are you watching this video na unafanya nini? Kama na shoot usiku na ni kwa sababu nimewaweka sana. Kwaherini. Naam, pia mzidi kusubscribe, kushare na kulike video. I'm dedicating a lot of energy to come and teach you guys. Yeah, so the next video we're going to do is about Nyankanda. Yeah, this is a place in Nyamira. Yeah, I'm going to do more about it. Let's see it.